Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, karibu kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 1 Julai. Ujumbe unaosema: hii ni bei ya ukombozi wetu. Hii ni sababu ya kujiamini kwangu, kwa kuwa nimekombolewa kwa ibada hii. Napenda kuyatolea maisha yangu, kwa hiyo nimekuwa padre ili kushiriki damu takatifu. Hii ni bei ya ukombozi wetu. Hii ni sababu ya kujiamini kwangu, kwa kuwa nimekombolewa kwa ibada hii. Napenda kuyatolea maisha yangu, kwa hiyo nimekuwa padre ili kushiriki damu takatifu. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, ikiwa leo ni tarehe 1 Julai, ambayo ni sherehe ya damu azizi ya Yesu kama ufunguzi wa mwezi uliotengwa rasmi na kanisa kwa ajili ya kuisifu, kuitukuza, kuiabudu na kuitafakari kwa kina na mapana damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mashauri ya mwenye heri Yohane Merlin, usiku wa kuamkia tarehe 1 Julai mwaka 1849, Papa Pius wa 9 anatoa ruhusa ya sherehe ya damu azizi iadhimishwe katika kanisa la dunia nzima, na alisema iadhimishwe Dominika ya kwanza ya kila mwezi Julai, ambapo baada ya ruhusa hiyo, kesho yake tarehe 2 Julai, Papa Pius wa 9 anatoka uhamishoni huko Gaeta baada ya kuvamiwa na nchi ya Austria na kurudi Roma. Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital, Mtakatifu Gaspari anazungumzia juu ya ibada ambayo anapenda kuyatolea maisha yake, ibada ya damu azizi. Katika ujumbe huu, Mtakatifu Gaspari anatukumbusha juu ya thamani ya damu azizi ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu wanadamu. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waefeso sura ya 1 aya ya 7 anasema: katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika waraka huu Mtume Paulo anawahimiza thamani ya damu azizi ya Yesu iliyomwagika msalabani, ambamo humo ndipo tumekombolewa na kuwekwa huru. Ni kupitia damu takatifu ndipo ukamilifu wa ukombozi wetu ulipatikana pale msalabani. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai sura ya 1 aya ya 19 hadi ya 20 anasema: kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wake ukae, na kwa yeye kuipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Mtume Paulo katika barua yake hii anatupa mwanga juu ya damu ya Kristo iliyomwagwa kutupatanisha na Mungu Baba ili kupata amani. Ni kupitia ibada ya damu azizi tunaweza kuwa wajumbe wa amani na huruma kwa ulimwengu. Mtakatifu Gaspari alifahamu hilo na kutolea maisha yake kushiriki damu takatifu kwa kutangaza na kufanya ibada kwa heshima ya damu takatifu. Nasi pia tukifuata mfano huo katika mwezi huu na maisha yetu yote, tumtolee Mungu kwa kuwa na tafakari na ibada ya pekee ya damu azizi ya Yesu. Ndipo tutapata amani mioyoni mwetu na kuwekwa huru kutoka utumwa wa dhambi. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, kupitia ibada hii ya damu azizi tuombe nguvu na kuanza maisha mapya baada ya kukombolewa kwa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukumbuke kwamba ni kwa ibada hii nasi tunaitwa kuishi utakatifu tukiwa duniani, kwa kuiga mfano mzuri wa Kristo aliyeishi maisha ya sadaka.
Nasi pia tuishi maisha ya sadaka kwa watu wengine, huku tukitangaza huruma ya Mungu kwa matendo yetu, na mwisho tuweze kuvisha taji la utukufu kama Kristo aliyepokelewa mbinguni kwa furaha akiwa katika hali ya utukufu baada ya kazi kubwa aliyoifanya ya maisha ya sadaka na kumwaga damu yake. Tunashukuru damu takatifu sana ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa kutuunganisha watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, ili tuiabudu na kuitukuza damu takatifu sana ya Yesu. Tunakumbushwa kuwa wanadamu wote tumekombolewa si kwa fedha wala dhahabu yenye kuharibika, bali kwa damu ya mwana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 1 aya ya 18 hadi ya 19 inasema: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Hii itufanye tusikose bidii katika kuiabudu na kuitukuza damu takatifu ya Yesu katika maisha yote. Itukuzwe damu ya Kristo. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Adesius Fabian Tushabe wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.